Kuna umuhimu wa wewe mwanaume kuwa mtu wa kukubali matokeo haraka. Haijalishi hayo matokeo yanakuumiza wewe kwa namna gani. Kubali matokeo haraka kwa ajili ya kulinda afya yako ya akili, kwa ajili ya kulinda amani ya moyo wako na kwa ajili ya kulinda ego yako ya kiume. Maneno ya mwanamke wakati mwingine ni sumu kali sana kwako wewe mwanaume. Ulimi wa mwanamke kuna wakati unaweza kukutamkia maneno ambayo wewe mwanaume anaweza kukuteketeza, yanaweza kushusha nguvu yako ya kiume. Ikifika wakati mwanamke ameanza kutafuta sababu ya kuondoka kwenye maisha yako na anajua kabisa kwamba hakuna sababu ya msingi, ila anatafutiza tu kwa sababu yeye anatafuta uhuru, huwa ni mtu ambaye anaanza kukutamkia wewe maneno ya kukuumiza ili kukufanya wewe uchoke na uamue kumwacha aende na maisha yake. Kwa kadri utakavyozidi kumng'ang'ania huyo mwanamke, ndivyo atakavyozidi kutoa maneno makali ambayo kwako wewe ni sumu na itakuumiza na kukuteketeza na itashusha nguvu yako ya kiume. Kuna watu leo hii wanakata mpaka tamaa ya kupambana kwa sababu anajiona yeye sio mwanaume, kwa sababu ya yale maneno ambayo mwanamke alikuwa akimtamkia na aliyasikiliza kwa muda mrefu. Mwanamke anakwambia wewe sio chochote, wewe sio lolote kwenye maisha yangu, wewe sio mwanaume. Mwanamke anakusimangia utu wako wa ndani. Mwanamke anafanya nini? Chochote anachojisikia kukifanya kwa wakati huo anakifanya kwa sababu anatafuta kuondoka kwenye maisha yako. Kubali haraka, kwa sababu kwa namna unavyozidi kung'ang'ania unazidi kuhatarisha afya yako ya akili, amani ya moyo wako, na pia unazidi kufanya ego yako ya kiume ishuke kila siku, kwa sababu huyo mwanamke anatamka maneno ya kukufanya wewe ujisikie kama sio mwanaume. Anakutamkia maneno ambayo yanakufanya ujisikie kwamba wewe huna thamani. Anakutamkia maneno ambayo yanakufanya wewe ujisikie kwamba mimi sio chochote, kitu ambacho sio kweli. Hayo maneno anatamka kwa faida zake yeye, ametarget kutaka wewe umwache aende na maisha yake, lakini wewe utakuwa unang'ang'ania kwa sababu ya faida yako. Pengine unaogopa kukubali huo upweke kwamba nitamwacheje huyu mwanamke leo aende. Unashindwa kuamini kwamba huyu mwanamke ambaye nilimpenda, mwanamke ambaye nilimthamini, mwanamke ambaye nilimjali na kwenye future ya maisha yangu nilimweka pembeni, kila ninalolifikiria mke wangu alikuwa pale, leo hii anakuja kunikataa. Inaumiza sana. Na katika kitu kinawaumiza wanaume wengi ni matarajio ambayo aliyatarajia kwa huyo mwanamke. Pengine alitarajia kwamba huyu ni mwanamke mwenye heshima sana, huyu ni mwanamke wa pekee sana, sijawahi kuona mwanamke kama huyu. Yaani wewe uliona kabisa huyu mwanamke wangu ana heshima. Inapofika wakati mwanamke anataka kuondoka kwenye maisha yako na anakuonyesha picha tofauti na ulioitarajia, kiukweli wanaume wengi sana huwa wanaumia, kwa sababu mwanamke anaweza kuongea chochote atakachojisikia bila kujali. Hakumbuki kuhusu historia yenu, hakumbuki kuhusu wapi mlikotoka, hakumbuki kuhusu mema uliomtendea. Yeye ana focus kutaka kukufanya wewe umpe taraka, muachane. Anataka kuondoka kwenye maisha yako. Ogopa sana inapofika hatua mwanamke anaanza kulazimisha kutaka muachane kwa vitu visivyoeleweka. Najua vipo vitu ambavyo wewe kama mwanaume ukisikia mke wako anang'ang'ania kuondoka unajua kwamba pengine nimemuumiza kwa hili, lakini kuna vitu ambavyo havina maana, lakini mwanamke ni kama alikuwa amekaa anakutafutia sababu kwamba siku moja nitakapokuja kulikuta hili ndio itakuwa mlango wa mimi kutokea. Sasa unajikuta wewe unajaribu kuelezea kwamba hicho kitu hakijafikia huko, hakitakiwi kuvunja ndoa yetu, lakini mwanamke wako anang'ang'ania. Jua kwamba yeye alishaamua, alishapanga, hiyo ilikuwa ni plani yake. Kuna watu leo hii wake zao wameng'ang'ania kuvunja ndoa kwa sababu waliona tu message kwenye simu za waume zao, na message ambazo hazina uhakika. Na pengine wewe kama mwanaume unajua kabisa kwamba hii message haikuwa na chochote, lakini unamwona mkeo amechachamaa, amekuwa pilipili, anataka muachane, hataki kukusikiliza chochote unachokiongea. Yeye anachotaka muachane tu. Kaka, mwache huyo mwanamke aende. Mwache aende kwa amani kabisa, kwa ajili ya kulinda afya ya akili yako, kulinda amani ya moyo wako na kulinda ego yako ya kiume. Naomba niwape story moja hapa. Kuna kaka mmoja, yeye alioa mwanamke na walifunga harusi kubwa sana. Harusi ilikuwa kubwa sana kwa sababu huyo kaka alikuwa amesoma na huyo mwanamke alikuwa amesoma, walikuwa ni watu wenye elimu zao. Huyo kaka alikuwa tayari ameshaajiriwa serikalini, alikuwa na kazi kubwa tu, na mwanamke pia alikuwa ameshaajiriwa. Basi walipewa zawadi nyingi sana siku ya ndoa yao.
walipewa zawadi nyingi, na wanakamati wakawauliza kwamba je, tuwapatie pesa taslim au tuwanunulie kiwanja kama zawadi ya sisi wanakamati. Mwanamke akasema mimi uwanja ninao. Yani kwa bahati nzuri, sijui bahati mbaya niseme, yule mwanamke katika hiyo kazi yake tayari alibahatika kununua uwanja pesa yake. Kwa hiyo akamwambia mwanaume kwamba tutajenga nyumba yetu kwenye uwanja wangu mimi. Kwa hiyo wanakamati walipowauliza tuwape uwanja ama tuwape pesa taslim, mwanamke alisema tunaomba mtupe pesa taslim kwa sababu sisi tayari uwanja tunao. Kweli wakapewa ile pesa. Sherehe ilipokwisha, wakajenga nyumba yao kwa upendo na ndoa yao ilikuwa tu iko vizuri kabisa, haikuwa na shida. Ikafika wakati yule mwanamke akapata scholarship ya kwenda kusoma nje. Akamwambia mume wake kwamba mume wangu, naomba niende nikajiendeleze. Si unajua tena mambo ya wasomi. Na mwanaume kwa kuwa ni mtu ambaye hakutaka kuonekana anazima ndoto za mkewe, hakuamua kumfanyia mkewe roho mbaya. Alikubali kiroho safi kabisa kwamba mke wangu, kweli nenda kajiendeleze. Yeye kwake haikuwa shida. Mwanaume alikubali kwa moyo mmoja kwa sababu hakutaka kuonekana yeye anazima ndoto ya mwanamke, kama wanavyosema sasa hivi kwamba ndoa zinawanyima nafasi wanawake ya kufanya hivi na hivi. Kwa hiyo huyo mwanaume yeye hakutaka iwe hivyo, akaamua kumruhusu mkewe kwa nia nzuri kabisa. Alimsindikiza mkewe mpaka airport, na wakati huo walikuwa hawajaishi kwa muda mrefu sana, kwa hiyo hata mtoto walikuwa hawana. Mwanamke akapanda ndege akaenda zake huko alikokwenda, na mwanaume akaendelea na maisha yake. Mwanaume anasema hawakuwahi kugombana hata mara moja. Hakuna misukosuko ambayo waliwahi kupitia kipindi huko nje. Walikuwa wanaishi vizuri. Na yeye kama mwanaume hakutaka hata kupata mwanamke mwingine kwa ajili hata ya kupata naye mtoto. Alijiapiza kwamba nitamsubiri mpaka mwanamke wangu wa ndoa atakaporudi, tutapata mtoto. Natamani kuwa na subira. Kama mnavyojua tena watu wasomi wako smart, wengine ni watu ambao hawapendi kwa na chenga chenga. Basi mwanaume amekaa amemsubiri mkewe, haijulikani kwamba alimaliza kusoma baada ya muda gani. Mimi kiukweli sijui hilo kiundani. Mwanamke ikafika wakati akarudi. Akawa anarudi. Basi mwanaume akawahi airport kwenda kumpokea mkewe kwa upendo kabisa kwamba mke wangu anarudi. Cha kushangaza, mwanaume anafika, anakuta mwanamke anashuka akiwa na mwanaume wake mzungu. Yaani yeye alikuwa amewekeza muda akisubiri kwamba mke wangu arudi tuendeleze ndoa yetu pale tulipoishia. Kwa bahati mbaya, kumbe mwanamke alipoenda kusoma na ameshapata mafanikio, yeye ameplani kuivunja ndoa kabisa. Yule mwanaume hakuamini anachokiona. Akashangaa mwanamke amefika, yuko na mzungu, akaona kabisa anamsalimia, yuko busy, yani ni kama vile ameweka kauadui fulani. Mwanaume asijue nini kinaendelea. Baadaye anashangaa mwanamke anamwambia, mimi nimerudi lakini nimekuja nataka unipe talaka yangu mimi nikaendelee na maisha yangu. Fikiria, hawakuwahi kugombana. Muda ambao huyu mwanaume amepoteza kumsubiri huyu mwanamke, namna ambavyo mwanaume huyu aliwekeza upendo kwa mkewe, namna ambavyo mwanaume huyu aliwekeza matarajio yake kwa mkewe, mwisho wa siku mwanamke anarudi akiwa na mafanikio, anataka kuvunja ndoa yenyewe. Mwanamke akadai talaka, akamwambia vitu vyote natakiwa tuuze tugawane, kasoro nyumba. Nyumba ni ya kwangu mimi kwa sababu imejengwa kwenye uwanja wangu. Mwanaume alibaki yuko hoi, anashangaa muda wote aliyopoteza kumsubiri mwanamke, mwanamke amekuja kumgeuka bila sababu yoyote. Kiukweli wanaume huwa mnaumizwa sana, hasa mwanamke anapokuja kukubadilikia bila wewe kujua hasa umemkosea nini, na unatamani hata uulize kwamba nimekukosea nini. Mwanamke hana cha kujitetea. Yule kaka kumbe akawa anamezea yale maumivu ndani ya moyo wake, lakini akawa anawaambia baadhi ya watu wake wa karibu kwamba napitia 1 2 3. Akawa anasema tu kwamba mimi huyu mwanamke ambaye nilimheshimu, mwanamke ambaye nilisubiri, nilipoteza wakati wangu, nilifanya nini? Leo ananifanyia hivi. Lakini alishindwa kuwaambia watu namna anavyojisikia. Unajua wanaume ni watu ambao wanamezea sana maumivu ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo hicho kitu kikawa kinamtafuna kwa sababu hakuna anayejua kwamba huyu mtu tunatakiwa tumsaidie walau hata kisaikolojia akae sawa, tumsaidie, tumpeleke labda kwa matherapist, labda tufanyeje. Wakawa wamekaa tu kwa sababu hawajui namna anavyojisikia. Yeye anavyoongea vile vitu vichache wanahisi kama yule mtu yuko sawa. Kumbe yeye moyoni vile vitu vilikuwa vinamuumiza sana. Akajenga maumivu makubwa sana ambayo alimfanya asikubali kuamini kilichotokea, kwamba mwanamke huyo amevunja ndoa. Alikuwa hakubali. Basi yule kaka kawa anashindwa kukubaliana na yale matokeo, lile jambo linamuuma moyoni. Ikafikia wakati akaanza kuchanganyikiwa.
Kaanza kuchanganyikiwa yule kaka, akili zikawa haziko vizuri, akawa anaenda, ndugu zake wakaanza kumpeleka Milembe, wakaanza kuhangaika naye, wakaanza kufanya nini, lakini wakawa wamechelewa. Mpaka leo hii huyo kaka akili zake sio nzuri, na siwezi kusema ni kaka kwa sababu sasa hivi amefikia umri wa kuwa kama baba. Ni mtu mzima sasa hivi, hana mtoto na mke alishampoteza, alipoteza muda wake, alikuwa na kazi nzuri, ndoto zake zimepotea kwa sababu ya mwanamke. Akili zake haziko sawa sasa hivi, pesa zake haziwezi kumsaidia chochote kwa sababu pesa anazo, alikuwa na kazi nzuri, amepoteza ndoto zake kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu ya kushindwa kukubali matokeo. Hivi vitu vinauma sana, vinauma na vinatafuna sana ndani ya moyo, na siwezi kujua kwamba nini alitamkiwa na huyu mwanamke kilichomuumiza kiasi hicho, kwa sababu hapa palikuwa pana mazingira mengi ambayo alimpelekea huyu kuumia kwa kiasi hichi. Aliwaza muda aliopoteza, aliwaza namna ambavyo aliwekeza upendo kwa huyu mwanamke, aliwaza namna ambavyo alikuwa akimwamini na namna ambavyo mwanamke alikuja kumtendea. Ni vitu viwili tofauti. Hivi vitu vinauma sana sana, usiombe akukute. Hivi vitu vinauma, watu wanaumia, wengine mpaka inafikia hatua wanajitoa mpaka uhai. Wapo watu wanawaza wanafika mbali, anaamua kutundika kamba, anajinyonga, anakufa. Mwingine anakoroga sumu, anakunywa. Watu hawajui nini kinaendelea, kumbe mwanamke anajua kwamba mimi pengine ndio sababu ya kufanya mume wangu ajiue. Kuna mwanaume mwingine anambembeleza mkewe, baki kwenye maisha yangu mke wangu, kwani nimekukosea nini? Mwanamke anapozidisha kuonyesha kwamba hataki kubaki, mwanaume anaamua kukoroga sumu, anakunywa, kwa sababu haelewi nini hasa kinachompelekea mwanamke anafanya haya mambo. Yani unakuta mtu vinaingia vitu ambavyo havipo, yani wanaume wanawaza vitu sana, wanafika mbali. Kwa hiyo kwa usalama wako wewe kama mwanaume, ikifika kipindi mwanamke akaanza kuleta vitimbwi kwamba anataka kuondoka kwenye maisha yako, anakutamkia maneno ya kukuumiza, anakutamkia maneno makubwa, anakutamkia maneno makali ambayo unaona kabisa yanararua moyo wako, mwache aende. Mwache aende mapema, kwa sababu ya kulinda amani ya moyo wako. Kuna wanaume leo hii wako kama machizi, wanakunywa pombe, wanalewa, wanadondoka kwenye mitalo, lakini ukija kusikia stori zao huamini kwamba yule mtu amekuwa vile kwa sababu ya mwanamke. Hivi leo nilipoongea kwamba kuna mtu amechanganyikiwa kwa sababu ya mwanamke, mtu anaweza akasema huyu jamaa vipi? Ni vile tu hayajakukuta. Mtu anawekeza upendo mkubwa kwa mke wake. Mtu aliwaza namna ambavyo alijitahidi kuwa mwelewa kwa kutotaka kuzima ndoto za mkewe, mwisho wa siku mkewe anakuja kumgeuka. Mwanaume, usikubali kukaa mahali popote ambapo wewe unadharaulika. Usikubali kukaa na mwanamke ambaye haoni thamani yako. Usikubali kukaa na mwanamke ambaye anashusha ego yako. Usikubali kukaa na mwanamke ambaye anakwambia wewe sio mwanaume. Wewe sio mwanaume kwake yeye, lakini haimaanishi kwamba wewe sio mwanaume kwa kila mwanamke. Sijui kama umenielewa nilichokwambia. Mwanamke anaweza kukwambia kwamba wewe sio mwanaume kwake yeye, lakini pengine wewe kwa mwanamke mwingine wewe ni zaidi ya mwanaume. Wewe ni mwanaume kweli kweli, na huyo mwanamke mwingine akikupata, pengine hata mshukuru Mungu kuona amepata mwanaume, amebahatika. Mwanamke anapotafuta kuondoka kwenye maisha yako, akikwambia wewe sio mwanaume, kubali, tena cheka, kwa sababu hamaanishi anachokiongea. Yeye anaongelea tamaa zake, yani anaongelea tamaa zake za kutaka kuondoka kwako. Kwa hiyo anatafuta neno lolote ya kutwishe nalo ujisikie vibaya, useme mama, nilipofika naomba uende, nimekuacha kwa amani, nenda. Ndicho anachokifanya. Wewe ukiruhusu hayo maneno yake ya kutawale, yatakuumiza, yatakufanya uchanganyikiwe, yatakupotezea ndoto za maisha yako, yatazima ndoto za maisha yako, kwa sababu ukiwaza yale maneno ambayo alikutamkia, unakuta mtu unakata tamaa ya kupambana, unaanza kuwachukia wanawake, unaanza kufanya nini? Aliyekutenda hayo ni huyo mwanamke, sio wanawake wote. Sio kila mwanamke yeye anakutazama kama huyo mwanamke wako alivyokutazama. Yeye hakuona umuhimu wako, yeye hakuona thamani yako, lakini wapo wanawake wengine ambao yeye ukiingia kwenye maisha yake anaweza kaiona thamani yako, anaweza kauona umuhimu wako, anaweza kaona amepata bahati kukupata wewe. Usiharibu maisha yako kwa ajili ya mwanamke mmoja.
Usiharibu afya yako ya akili kwa ajili ya mwanamke mmoja. Usishushe ego yako, usikubali ego yako ishuke kwa ajili ya mwanamke mmoja. Yeye ni yeye peke yake na mtazamo wake, ameamua kuona huna umuhimu kwenye maisha yake, lakini wewe unaweza kuwa wa thamani kwa mwanamke mwingine. Wewe unaweza kuwa mwanaume kwa mwanamke mwingine. Wewe unaweza kuwa baba bora kwa mwanamke mwingine. Wewe unaweza kuwa mwanaume kwa mwanamke mwingine. Achana na mwanamke aliyetaka kuondoka kwenye maisha yako, mwache aende. Kubali matokeo haraka kwa ajili ya usalama wa afya yako ya akili na kulinda amani ya moyo wako na kulinda ego yako.